Kwanza kwenye swala zima la usahili, kuna vitu vitatu ambavyo ni lazima kuvizingatia. Kwenye usahili, kuna vitu vya kufuatilia kabla ya usahili, wakati wa usahili na baada ya usahili. Na tuseme tukianza na kabla sasa ya usahili, kwanza kabisa unatakiwa ufanye tunasema ufuatilie kuhusiana na hiyo kampuni, research. Fanya utafiti kidogo kuhusiana na hiyo kampuni, inahusika na nini, labda historia kidogo, ilianza mwaka gani, wana product gani au wana huduma gani. Ni vizuri kujiweka familia na hiyo kampuni ili uwe na confidence zaidi, uweze kusimama na kuweza kuelezea vizuri hiyo kampuni. Hiyo ni kabla. Lakini pia kingine, kama una connection ya mtu yoyote kwenye hiyo kampuni, ni vema pia ukauliza, labda tuseme tamaduni wa hiyo kampuni ukoje. Ukipata taarifa zile za ndani, hata zile nyeti, ni vizuri, inakuongezea wewe tunasema unakuwa confident zaidi katika kujielezea ukiwa wakati wa usahili. Kwa fanya utafiti juu ya hiyo kampuni, bidhaa zake, product zake, huduma zake, zote fanya. Yaani ili tu ujihakikishie nafasi nzuri. Lakini pia kingine, kabla ya usahili, hakikisha unafanya mazoezi. Unaweza ukavuta kiti ndo ukajiona kwamba upo tayari kwenye chumba sasa cha usahili. Ukafanya mazoezi, ukajitambulisha wewe ni nani. Kuna yale maswali ambayo yanakuwa ni yapo basic kabisa, ni kwamba ndo yapo. Kwa unaweza ukafanya mazoezi, ukajitambulisha wewe ni nani, unafanya vitu gani, wewe una uwezo upi, ukawa unajiuliza maswali 2 matatu. Lakini pia kingine ni kwamba kuna hichi kitu tunaita job description, si ndio? Ule tuseme, siwezi kusema wasifu, ila ile mahitaji ya kazi, hiyo kazi yenyewe ambayo wanahitaji huyo mtu, sifa za huyo mtu ni wa namna gani, ile unayo tayari, ipo wazi, na mtu yote ambaye anaomba kazi, kile ndio kitu cha kwanza ambacho atakutana nacho. Kwa ni vizuri ukaipitia vizuri, ukaisoma, ukaelewa huyu mtu wanemhitaji ni mtu wa namna gani. Na kupitia hiyo document utaweza hata kuweza kustructure maswali kupitia hiyo document, na ukajiuliza mwenyewe na ukajijibu. Kwa fanya mazoezi, hilo ni jambo lingine. Unaweza ukajiangalia hata kwenye kioo mwenyewe ukajiona vizuri, na ukavaa kabisa kama upo kwenye chumba cha usahili. Kwa andaa vitu vyako pia mapema. Ni vizuri ukapata usingizi mzuri kabla ya siku ya usahili. Lala mapema, usikae muda mrefu, ili kesho yake uweze kuamka ukiwa una fresh mind na energy kwa ajili ya usahili.